Bwana, katika hali ya sintofahamu inayotikisa klabuni Simba, mwenyekiti wa klabu hiyo Murtaza Mangungu ameweka wazi kuwa anafikiria kujiuzulu kutokana na shinikizo kubwa kutoka kwa mashabiki na wanachama wa klabu hiyo. Hali hii imeibuka kufuatia tuhuma na ukosoaji mkali unaoelekezwa kwake, ambapo baadhi ya mashabiki wameonyesha kutokuwa na imani na uongozi wake, wakidai kuwa mambo hayaendi vizuri chini ya usimamizi wake. Mangungu ameeleza kuwa amekuwa akifanya kazi kwa maslahi mapana ya klabu hiyo, lakini mashambulizi ya maneno na lawama zisizoisha zimeathiri hali yake ya kisaikolojia na utendaji wake wa kazi wa kila siku. Ametamka kuwa hali hiyo ya kutokuwa na amani ndani ya klabu hiyo imemfanya afikirie kwa kina mustakabali wake, ikiwa ni pamoja na wazo la kujiuzulu ili kuipa klabu hiyo nafasi ya kutafuta utulivu na mwelekeo mpya. Kauli hiyo imezua mjadala mkubwa miongoni mwa mashabiki wa Simba, ambapo baadhi ya wanaomtetea wakisema amejitahidi kuiongoza klabu hiyo katika mazingira magumu, huku wengine wakisisitiza kuwa ni wakati wa mabadiliko makubwa kiuongozi. Mgawanyiko huu wa maoni unaonyesha jinsi uongozi wa klabu hiyo unavyoweza kuathiri hisia na matarajio ya mashabiki wengi, hasa katika klabu yenye historia kubwa na matarajio makubwa kama ya Simba Sports Club. Katika miaka hivi karibuni, Simba imekuwa ikipambana kuimarisha nafasi yake katika soka la Afrika, ikishiriki michuano ya kimataifa na kuwekeza katika miundombinu na usajili wa wachezaji. Hata hivyo, mafanikio hayo hayajatosha kuzima kelele za mashabiki wanaotaka kuona mabadiliko ya haraka na matokeo bora zaidi. Shinikizo kwa viongozi wa klabu limekuwa likiongezeka na sasa imefikia kiwango kumfanya Mangungu afikirie kuachia ngazi. Kwa sasa Simba ipo katika kipindi kigumu cha maamuzi. Uamuzi wa Mangungu utakuwa na uzito mkubwa, si tu kwa uongozi wa klabu hiyo, bali pia kwa taswira ya Simba katika soka la kitaifa na kimataifa. Mashabiki wanapaswa kutafakari kwa kina kuhusu mustakabali wa klabu hiyo, wakizingatia umuhimu wa mshikamano, mazungumzo ya wazi na kujenga mazingira ya kusaidia viongozi kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi. So hiyo ni update tumekuletea mpenzi mtazamaji wetu. Tunaomba subscribe, like na kushare ili uweze kuendelea kupata update nyingine. Tutaendelea kwenye video nyingine. Asante.